Yes, kwa mara nyingine tena session 2 nazungumza na Hemedi akiwa pale Valencia, Spain, na natamani kuona tochi yanayomulikia mambo yanayotokea duniani. Kwa hiyo tunaijadili geopolitics kiujumla. Brother, watashindana lakini hawatashinda. Kabisa. Okay. So, ulikuwa unajaribu kujenga hoja yako, kwa nini sio sisi, sababu ni wao. Nilijaribu kuelezea kwamba kwa nini sio sisi ambao tuna win. Swali lako lilikuwa ni hivyo, si ndio? Ilikuwa ni kwamba tumejikita sana kutengeneza mpaka terminologies, sijui neo-colonialism, tunatengeneza yani kutengeneza tu kwamba wao ndio sababu, lakini chochote tulichokipitia nyuma kwenye historia, jamii zote duniani zilipitia utumwa, ukoloni, lakini sisi tu ndio tumebaki tukisema ni wazungu. Mpaka leo Waarabu wanafanya biashara na wazungu wa Ulaya. Mchina anafanya biashara kuliko mtu yote na Marekani na mzungu kiujumla. Hawa jamaa ambao tunasema ni tatizo letu wanafanya biashara na kila mtu, wanaingia deals everywhere, na ni mfumo wa maisha. Kwa nini tunaamini tu wanatunyonya? Na kama wanatunyonya, kwa nini sisi tu ndo tunanyonyeka? Kwanza kabisa ni ngumu kutoka katika huu mfumo ambao mimi nimeuzungumza kwamba sisi tunalalamika. Of course sio tunalalamika, ni for free, no? Ni uhalisia na ni ukweli ambao jinsi ulivyo. Iko hivyo kwa sababu ni namna ambavyo tumetengenezwa tuwe hivyo. Na ni ngumu kutoka kwenye huu mfumo sababu mwisho wa siku ni mfumo ambao ni ngumu kutoka. Ukishaingia ni ngumu kutoka kabisa. Kwa nini? Kutoka ni ngumu kwa sababu ukiwa katika mfumo unataka kutoka, watakutengenezea mazingira ya kuonekana wewe ni mbaya. Wanakuframe. Yes, okay. Kwa nini unaframika? Mbona wanakuframe? Tukichukulia mfano mzuri, mataifa ambayo yalianza katika utaratibu huo, tuchukue mfano kama taifa la China, tuliona kwamba viongozi wake walikuwa framed, wakaitwa madikteta na vitu kama hivyo, hakuna demokrasia na vitu kama hivyo. Mataifa yale yote ambayo yalikuwa yanajitoa katika huo mfumo ili kuweza kusimama yenyewe kama yenyewe, lazima upitie changamoto kubwa sana. Kuna kiongozi mmoja wa nchi fulani, huyu jamaa alikuwa na maono makubwa sana, lakini bahati mbaya hakufikia yale malengo yake, akafariki. Na ni kiongozi wa hapo tunapofahamu, siwezi kataja taifa exactly, lakini na imani unaelewa exactly. Ni kiongozi ambaye tulikuwa tunaona ana maoni ambayo kwa namna moja nyingine angeweza kulipeleka taifa la Malawi mbali sana. Lakini tukizungumzia taifa la Malawi, kukosekana kwa ushahidi sio ushahidi kwamba haupo. Kwa hiyo hata wewe ukija ukisema kwamba jambo fulani sivi halijatokea hivi mnavyosema limetokea hivi, hata wewe unasema limetokea hivi, unahitaji kuthibitisha. Conspiracy theorists huwa hamna uthibitisho wa wazi. Pia uthibitisho wenu pia una nukta za mashaka kama habari official. Sisi uthibitisho wetu ni muda unapofikaga, actually waga hizi conspiracy theories zinazozitaga zinakuwa ni ukweli, na mwisho wa siku mnaona aibu kuzungumza. Watu wengi wanaona aibu kuzungumza kwamba hili conspiracy theory tulikuwa tunaicheka zamani. Let's say mfano hii period ilikuwa ni conspiracy theory mwanzoni. Haya, tuzungumzie Jeffrey Epstein, ilikuwa ni conspiracy theory mwanzoni, lakini leo hii tumeona ni kwamba ni kitu ambacho wamekireveal na uhalisia umeonekana. Kwa hiyo it's all about time. Unaamini hapo kwenye Epstein? Unaamini Epstein wamemuua au hajauawa? Yule hajauawa, mimi ninachoamini. Wow. Sikutarajia. Kiukweli sikutarajia. Tell me more. Mimi naamini hakuuawa kwa sababu alikuwa yuko pale kwa kazi maalum na amefanya kazi yake. Baada ya hapo kuna namna ya kuweza kumuondoa. Kwa hiyo kaondolewa kumbe. Kuondoka unaweza wakakubadilishia identity, ndio ninachokimaanisha. Unaamini cloning technology ipo? Nilikuwa na rafiki almost mwaka uliopita, yuko hapa Spain kwenye kitengo cha research masuala ya mimea. Huyu jamaa ni daktari actually. Tulizungumza swali kama hivi. Na huyu mtu baada ya kuzungumza naye, yeye kwenye department ambao wanafanya cloning ya mazao, mimea ambayo inapotea extinct. Kwa hiyo wanafanya hiyo cloning. Kwa hiyo nilizungumza naye, na baada ya kuzungumzo swali la mwisho nilimuuliza kwamba unaamini cloning ya binadamu inafanyika? Akaniambia ni kweli inafanyika. Kila hichi kitu bado hakitakuwa revealed kwa sasa hivi mpaka baada ya miaka kadhaa mbeleni. Kwa jinsi inapokuwa ni kwamba wanatengeneza mtu ambaye physically
similar, lakini pia wanafanya utaratibu wa kuplant consciousness, ndio hiyo mindset. Na mifumo hipo, na hivi vitu sio kwamba ni vigeni, tumeona vimeanza muda mrefu sana. Hayo masuala ya kuzungumzia akili ni kitu ambacho kimeanza muda mrefu kutumika. Naweza kukumbusha kitu kimoja ambacho mwisho wa siku correct dot tunajisikia inapokaa. Tukizungumzia MK Ultra ya kipindi cha nyuma ilikuwa inatumika vibaya mno kwa ajili ya assassinations. MK Ultra imetumika sana, lakini mwisho wa siku UN pamoja na baadhi ya organization wakapiga marufuku isitumike hiyo MK Ultra. Okay. Ikasitishwa. Speaking of MK Ultra, kuna huyu jamaa anaitwa John Kiriakou. Nadhani umeshakutana naye. Yeah, ni former CIA. Alikuwa CIA, baadaye akawa amekuwa whistleblower, ndo akatoa ile siri za mbinu za mateso kwa wafungwa wale wa Guantanamo, wanaita enhanced interrogation bla 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 bla. This guy aliwahi kuzungumza kuhusiana na hii MK Ultra, akasema ni kitu ambacho alikijaribugi zamani kwa makahaba wa Marekani na nini, lakini ile ilitupiliwa mbali long time. Yani ni kitu ambacho hakipo kiuhalisia. Na huyu jamaa anafichua siri nyingi za CIA. Kwa nini nyinyi mnaamini vitu bado vipo? Hawa watu sio kwamba, alisema kwamba mnawapa CIA sometimes nguvu ambayo hata hawana, ni binadamu kama nyinyi tu. Hivi Madini, wewe unaamini anachokizungumza John Kiriakou ni kila kitu ni ukweli? Na je, kama anazungumza vitu vya ukweli mpaka sasa hivi? Kwa nini unaamini kila mtu atauawa kirahisi? Wewe unaamini kwamba kile siri anayoitoa, maana yake asilimia vitu vingi anavyozungumza ni siri. Wewe una imani kwamba vile vitu kwamba anavyozungumza yeye kwa kweli kuzungumza na je kuhusu uhai wake na vitu kama hivyo? Okay, nikimzungumzia John kwa upande wangu mimi hapa najua kabisa yeye ni plant, ni kwamba amewekwa azungumze vile vitu ambavyo vinatakiwa kuzungumzwa. Lakini si kwamba asilimia vyote ambavyo anavizungumza ni lazima tuviamini. Kuna baadhi ya vitu vingine tunatolewa kwenye mstari. Of course kuna vingine nakubaliana naye. Sasa kama hii MK Ultra wamesema kwamba hawaitumii na wameisitisha, si kweli. Matumizi yanatumika mpaka safari hii. Unathibitishaje? Nathibitisha kama ifuatavyo. Kuna mauaji ambayo yametokea siku za nyuma zilizopita. Na haya mauaji, mtu ambaye alifanya hayo mauaji hana historia ya criminal record hata kidogo. Hana kabisa, ni zero. Lakini huyu mtu ghafla ametokea kwenda kufanya mauaji, matukio ambayo yeye mwenyewe hajawahi kuwa kabisa interest nayo hata kidogo. Anaenda kufanya ile tukio. Na hakuna okay. Na ukiangalia hakuna connection za mahusiano za hawa watu. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kwamba hichi kitu bado still Marekani wanakitumia mpaka sasa hivi, although wamesema kwamba hawakitumii, lakini wanatumia mpaka sasa hivi. Okay. Nimesikia kwa mfano ile tukio lilosema, kuna tukio limetokea mtu ameenda kuua, akuwa na hiyo records, ni tukio moja linalo separate. Then kuna MK Ultra. Ni vitu viwili separate. Sababu za mtu ambaye hakuwa na record na criminal records kufanya tukio la ghafla sio MK Ultra tu, kuna vitu vingi vinaweza vikachangia. Mimi na mshikaji wangu aliwahi kupandwa na majini miaka ya nyuma akaanza kugeuka kitu ambacho hatukuwahi kumuona kabla. Unawezaje kuunganisha tu vitu hivyo kirahisi ukataka tukuamini nyie jamaa? Okay, kwanza kabisa malengo ya MK Ultra. Malengo ya MK Ultra ni kuweza kumanage akili yako. Yaani mimi leo hii nina uwezo control akili yako. Na ukafanya vile vitu ambavyo mimi navihitaji. Hiyo ndio ilikuwa ni malengo. Then wewe utafanya tukio behind me. Mimi sitaonekana wala nobody's gonna know me kwamba mimi ndio nimehusika, lakini uhalisia ni kwamba MK Ultra imetumika na MK Ultra inaweza kudumu mpaka wiki. Kwa hiyo unaposema kwamba huyu mtu kaingia na jini ni kitu ambacho ni kigumu mimi kuelewa, unajua. Kwa nini mnakuwa rahisi? Amuoni kwamba sometimes nyie mnatumika pia conspiracy theorist kama chombo cha propaganda kwa CIA, kwa sababu mnawapa maunyama ambayo sometimes hata hawana, wameshafeli kwenye mission kibao, you know? Hapana, kuna baadhi ya vitu sisi tunavizungumza kwa uwazi, unajua. Tunazungumza kwa uwazi na si kwamba tunawapa kwamba maua wamefanya hivyo, no. Ni kitu ambacho kinazungumzwa na kipo open, kinazungumzika. Kwa hiyo sidhani kama kuna sehemu ambayo tunasema tunawapa maua yao whatever it is, lakini tunazungumza na sisi hapa shahidi yetu ni muda. Muda unapofika kila kitu kinakuwa revealed, unajua.
mimi na imani ipo siku serikali hizi tunazoziona za Marekani wherever hizi zote kubwa watakuja kuzungumza kwa nini walifanya kitu hichi na nani ambaye alifanya hichi. Unajua vile vitu ambavyo vyote vimezungumzwa vitawekwa uwazi na kila mtu ataona. It's all about matter of time. Okay, so huwa unachora wapi mstari wako kwamba hii habari, sababu sio wakati wote kama ambavyo nyie pia mlituambia Tupac yupo Cuba na sasa hivi tumethibitisha hakuna kitu. Kuna vitu pia ambavyo ni vya ukweli na uongo upande huu mwingine. Ni wapi wewe wakati unafuatilia knowledge kujaribu kuingiza maarifa mapya, ni wapi unachora huo mstari wa hili ni kweli, huu ni uongo, kama endapo tayari uamini official statements? Okay, of course, kwanza kabisa kabla hujashikilia conspiracy theory yoyote ni lazima ujikite ndani yake, uangalie kama ni kweli au ni uongo. Mimi kuna baadhi ya vitu naweza nikaviangalia na nikajua kabisa ni uongo. Mfano kama issue ya Tupac Shakur, nilijua kabisa hii issue ni uongo na si ukweli. Amefariki muda mrefu, the similar kwa Michael Jackson, amefariki muda mrefu, nafahamu, unajua. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu so lazima tuwe conspiracy theorist hapana. Ni unaweza kutumia tu akili yako tu kawaida kuweza kuchanganua kwamba hichi kitu ni ukweli au ni uongo. Au kama uko more interested unaweza kazama deep, na uzuri sasa hivi tuna material, ni rahisi kupata materials, unajua. Mitandao ipo, vitabu vipyo, unaweza kaingia ndani ukasaka taarifa ukapata madini, unajua namna ambavyo ya kuweza kuelewa dunia kwa upana, unajua. Mwaka mwisho siku si bema kama utaweza kurely katika source moja, unajua. It's better kuwa na source mbalimbali ili kuweza kufahamu uhalisia wa habari ukoje. Yeah. Leo hii mimi nikiambiwa kwamba corona ilikuwa ni hivi, nitajaribu kusikiliza pia na upande wa pili wanasemaje, corona ni nini, corona ni nini. Kila upande mmoja nitasikiliza. Baada ya hapo mimi kama mimi nitakaa nitajaribu kuangalia upande upi ambao kwa namna moja nyingine una make sense. Oh yeah. Yeah. Sawa, turudi kwenye ile la Afrika na tutumie kile ambacho unakiona hapo. Tujaribu kutumia maisha unayoyaona hapo Spain kutatua baadhi ya changamoto tulizonazo, kwa sababu hata lengo la kufanya live na G na Madini.com ni kwamba naamini tukibadilisha mitazamo yetu kuhusiana na sisi inaweza kubadilisha sana baadhi ya vitu, na moja namna ya kubadilisha ni kujifunza kwa jamii nyingine. Nini unakiona kwenye level ya familia ambayo unaiona kwenye maisha ya Spain ya kila siku, kwenye malezi tu, ambayo inakuonyesha kwamba hawa watu ndio kinachofanya wanakuwa strong kuliko hata Waingereza? Kama ulivyoniambia, kijamii wameweza kutunza culture yao, wamefanya vitu vingi sana. Nini ambacho unakiona kwenye maisha ya kila siku ambacho unahisi ni tofauti sisi hatukifanya? Kwanza kabisa katika swala zima la makuzi, naona kuna tofauti kubwa sana ya makuzi, na nishajaribu pia kuzungumza kwa mtu. Swala zima la makuzi kwa sisi mzee wa Afrika ni tofauti na huku Ulaya kwa ujumla, especially kwa ile eneo ambalo mimi nipo. Tukiangalia Tanzania leo hii, pengine wewe brother Madini ulikuwa unataka kuwa pilot, lakini tumeshangaa leo umekuwa mwandishi habari. We never know, maybe ulikuwa unataka kuwa astronaut, najua, lakini mwisho siku umekuwa katika uandishi habari. Kwa hiyo so wewe peke yako ni watu wengi ambao walikuwa na nguvu kubwa sana, lakini ni ngumu kuzifikia kwa sababu maisha yanawaforce kuwa na ndoto nyingine. Leo hii mtoto amekuwa akiwa anataka kuwa pilot, lakini anaishia kwa mgambo wa mjini. Kwa hiyo inakuwa kuna changamoto ambayo tunaiona kwamba kwenye makuzi ni namna gani kuweza kumlea mtoto. Kitu ambacho nimejifunza huko, anasema usimchagulie mtoto marafiki. Okay. Usimchagulie mtoto marafiki, ila mchagulie mtoto sehemu za kwenda kucheza. Ndio kitu ambacho nimejifunza. Sasa unapomchagulia mtoto sehemu za kwenda kucheza, it means kwamba ni sehemu ambayo itaminfluence na kitu ambacho yeye anakipenda. Mimi leo hii hapa katika eneo ninaloishi kuna zile halls za kila mtaa, na hizi halls kuna clubs ndani yake. Hizi clubs, kuna clubs ambazo ni za watu ambao wanapenda mathematics, kuna clubs za science, kuna clubs za arts, ni za watoto wadogo tu. Na watoto kwenye zile free time zao waga wanapelekwa kule, kama siku ambayo hawana michezo kwenye club zao. Kwa hiyo wanapelekwa kule. Kwa hiyo kama wewe bwana mtoto wako anapendelea masuala ya afya au daktari, anakutana na wenzie ambao wana similar mindset. Huyu mwanae anapendelea masuala ya muziki, anakutana na wenzie ambao wana similar mindset. Kwa hiyo unamkuta mtoto toka akiwa mdogo, kwenye albamu yake na picha zake alikuwa anapenda kuwa daktari, anavaa vitu vya daktari, anakuwa mpaka mwisho wa siku anaingia kwenye tasnia ya daktari. Similar hivyo katika masuala ya mipira. Kwa hiyo wana namna ya malezi tofauti.
which ambacho mimi natamani sana kifanyike kwa Tanzania pia. Wow. Tuna uwezo wa kuweza kuwashape hichi kizazi ambacho kipya tunacho sisi hapa, kuweza katika utaratibu ambao kwa namna moja au nyingine tunaona kama utakuwa ni mzuri kwa maisha yao baadaye, ni kuweza kuwatengenezea mazingira ya kustick na ndoto zao toka wakiwa wadogo. Wow, nimependa sana hiyo kwamba wenzetu hawamchagulii mtoto watu wa kucheza naye, wanamchagulia sehemu ya kucheza naye, kwa sababu ni rahisi zaidi ukimchagulia mtoto nenda sehemu fulani, maanake atakutana na watu wanao wenye interest kama kwake. Yeah. Wow, that was deep man. Na shule yao ikoje, mifumo yao ya shule? Darasa la kwanza sisi juzi tumepunguza la 7 na tumefanya elimu ya msingi ni la kwanza hadi form 4. Wenyewe mfumo wao ukoje? Mtoto anaanzaje anamalizaje? Huku mfumo kuna kuna chekechea, alafu baada ya hapo unaingia kwenye hiyo primary level ambayo ndio kuna class 1 mpaka, kama sitakosea, kuna year 1 mpaka wanahesabu madarasa kwa umri. Kama wewe una umri wa miaka 12 na maana unaingia kwenye class ya year 12. Okay. Yeah, then baada ya hapo kuna secondary level ambao ni almost, kama sitakosea, miaka 11 year 11 mpaka year 14. Baada ya hapo unaingia kwenye bachelorette. Bachelorette ndo mnaita high school. Sasa hapo una option is either kufanya hiyo bachelorette au kwenda kufanya diploma au degree. I mean diploma, sorry. Kwa hiyo almost similar but katika masomo ni tofauti. Mimi mwanangu ni mdogo sana unajua, kwa hiyo bado sijafikia katika level ya kuweza kufahamu kwamba wanafundishwa vitu gani huko ndani, lakini nafahamu elimu wanayofundishwa ni bomba sana. Unajua ni sehemu ambayo mtoto anatamani kwenda kila siku. Wow. Unamwona kabisa mtoto yuko excited kwenda. Mtoto yuko excited kwenda shule, unajua wana siku za michezo, unajua wana enjoy masomo. Kwa hiyo mtoto mwenyewe anaipenda shule, lakini leo hii kwa nchi zetu za Malawi unakuta mtoto anachukia shule kwa sababu shule ikifika anapewa shamba la eka 5 alime. Mtoto hawezi kupenda shule, ndugu yangu. True story, true story. Okay, twende kwenye vitu vidogo vidogo, taboos za kijamii ndio zina shape maisha mengi sana. Mnavua viatu mkiingia ndani? Marekani nilishangaa eti hawavui viatu. Huku ni nyumba na nyumba. Actually kuna baadhi, naweza nikasema 50% kwa 50. Okay. Kuna wengine wanavua, kuna wengine wanavuna, inategemea na weather gani ambayo ipo kipindi hicho. Maana kama winter mimi kwangu naingia na viatu sababu baridi ni kali, unajua. Either uvae socks au viatu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ina depend na nyumba yenyewe, sababu unakuta kuna wengine ni Waislamu na uwezi kuingia kwa nyumba ya Muislamu na viatu, unajua kuna taratibu wao. Sema kuna wengine ambao hawaamini Mungu, kwa hiyo kila nyumba ina taratibu wake, ila kwa watu ambao nimewatembelea 100% kubwa unaingia na viatu. Okay. Yeah. True story. Na culture shocks. Napenda kujua ulipofika mara ya kwanza vitu ambavyo ulikutana navyo kwamba mbona kwetu hatufanyagi hivi, taratibu ukaanza kuvizoea taratibu. Ni vitu gani? Spain. Kwanza kabisa kuna kitu kinaitwa siesta. Okay. Siesta, hichi kitu mimi kilinishangaza sana. Kwanza mwanzo nilipata shida sana, unajua, sababu hao watu bwana wanafanya kazi mpaka saa 4 mchana, baada ya hapo wanaenda kulala. Wanakula wanalala. Kwa makampuni, maduka, kila kitu kinafungwa, watu wanarudi nyumbani wanakula wanalala. Kwa hiyo hichi kitu mimi kilinichosha sana, unajua, mwanzo sababu mimi nilizoea kufanya kazi muda mrefu, kwa nimekuja huku nakutana na masaa 8 hayo ya kufanya kazi, unafanya kazi masaa kadhaa, unarudi zako nyumbani, nyingine unamaliza nyumbani kwenye kompyuta. Kwa hiyo kitu kilikuwa kinanichosha sana, lakini baada ya muda na mimi kaanza wait. Mnaenda kazini saa ngapi? Kazini unaingia saa 2 mpaka saa 8 kamili. Unalala. Then baada ya hapo unarudi nyumbani kwenu. Ina maana kama kazi unamalizia nyumbani kwenu, unategemea watu wengi unalala kazini? Hapana, unarudi kwenu. Unalala hadi saa ngapi? Mpaka saa 11. Sasa kuna makampuni mengine wanaanza kuanzia saa 2 mpaka saa 8, then wanarudi nyumbani kwao. Kisha wanarudi tena kazini saa 11. Ila kwa kazi yangu mimi hapa nafanya kazi nyumbani. Hapa nilipo niko ofisi yangu nyumbani. Kwa hiyo okay, najaribu kuelewa kwa muktadha huko Afrika Mashariki au Afrika. Maanake saa 8 mwenyeji yani ni kawaida kupata usingizi. Kawaida sana.
Mimi mwenyewe leo sijalala mpaka muda huu, lakini kawaida muda huu niko shalala tayari. Umesha nani? Shalala tayari zamani sana. Okay, ukiamka saa 11 ratiba inaendeleaje? Saa 11 ukiamka sasa, kwa mimi binafsi ni na laptop nyumbani, nafanya kazi nyumbani. Masaa yangu mawili yalobakia au 1:30 nafanya kazi yangu, nikimaliza nafunga laptop, natoka kwenye system. Similar kwa watu wengine, kama mtu ana duka, ina maana anafunga duka, anaenda nyumbani kupumzika, anarudi saa 11, anafungua duka mpaka saa 3 usiku anafunga tena. Kwa hiyo saa 3 usiku biashara nyingi zinakuwa zimefungwa. Yeah, kwa maduka mengi anafunga saa 3 usiku. Mnaenda kulala. Hapo ni kulala. Waspanyola mnapenda bata nyie jamaa. Kwa nini? Kuuliza kwa nini ilikuwa hivyo? Hao watu bwana wamejitafuta muda mrefu sana tayari, unajua wapo katika hatua nzuri. Sasa wao tena kwao pesa si muhimu, unajua. Wao muhimu ni quality of life. It's very important, unajua. Uweze kumfanyisha kazi muda mwingi, yeye kitu ambacho anahitaji ni quality of life, apate quality of life. Na hapa sasa tunafanya kazi masaa 8, lakini we never know, maybe uongozi utakaokuja mpya watapunguza masaa mpaka 7, sababu wanaona masaa 8 ni mengi sana kufanya kazi. I say, unajua imenichangaza kwa sababu kwenye nchi nyingine naongea nao kama Marekani, hata za Ulaya kama Uingereza, is about kama unakuwa kibarua wa dunia yani. Unapiga kazi yani una wow. Hapana, huku ni tofauti kidogo, unajua. Huku anajali afya ya mfanyakazi, which is very important. Uwezo wa kufanyisha kazi mtu masaa 10 au zaidi ya masaa hayo. Otherwise kama ikitokea hivyo basi unamlipa extra. Uwezi ukamfanyisha mtu kazi kama mtumwa wako, unajua. Mtu anafanya kazi kwa muda mchache. Unajua mfano mzuri kwa Tanzania, unakuta mtu anafanya kazi masaa 10, lakini kwenye hayo masaa 10 mtu anafanya kazi ya uhakika masaa 2. The rest ni kupiga story, kutoka nje, kurudi ndani, stories, kushika simu, lakini muda mwingi anatumia katika vitu ambavyo ni necessary. Lakini huku masaa 8 ambapo unafanya kazi ni extremely 8, unaingia kwenye system, unaonekana umeingia kwenye system, unafanya kazi, unaonekana unafanya kazi. Kwa hiyo wenzetu wamefanikiwa kutengeneza mifumo ambayo huwezi kutega. Hawezi. Unavo login, unaonekana umefanya kazi muda gani mpaka muda gani, unajulikana. Ni kitu ambacho tupo mbele ya muda, unajua. Watu wako mbele ya muda na wanatengeneza mazingira ya transparency, unajua. Siwezi nikakulipa mshahara bure, siwezi kujua wewe unafanya kazi gani. Otherwise unanipa report kila baada ya siku 10. After every 10 days unanipa report, umefanya kitu gani, umeachieve kitu gani una plan kufanya, unajua. Kama hauna mfumo wa kuweza kuonekana kwamba wewe umelogin, amefanya kazi yake au hajafanya kazi yake. Okay. Kwa hiyo umeona sasa, kwa hiyo ni mfumo ambao upo kwenye level ya familia mpaka level ya kazi, na maana yake hata utawala una function hivyo. Yeah. Kwa hiyo sasa umeona kwamba hii issue ya kwenda na kutega kazini ambayo tunayo kwa Afrika inasababishwa na mfumo tuliolelewa nyumbani. Yeah, kwa namna moja nyingine ni kweli, uko sahihi. Ni maisha ambayo tumelelewa, unajua. Tumelelewa kutokuweza asilimia kubwa. Kwanza kabisa ni changamoto ambayo ya malezi, naweza nikasema. Hatujafundishwa jinsi gani kuweza kukamilisha responsibilities zetu. Hatujakamilisha jinsi gani ya kuweza kujua muda gani wa kutimiza jambo. Watu wengi tunafanya mambo muda ukiwa umebakia mdogo sana, deadline. Unahisi huo mtindo wao Afrika tunaweza kweli wa kazi yani hamna kupumzika? Unawezekana kwa Tanzania, lakini inabidi kuanzia kwa watoto, sababu leo hii ukimchukua mtu ambaye tayari ameshakuwa ameshaishi katika mfumo wa maisha ambao yeye anaujua yeye mwenyewe, ni ngumu sana kumbadilisha. Otherwise utamtengenezea depression. Ukimwekea mfumo kama huu kazini, unaweza kumtengenezea depression sababu hajazoea mfumo kama huu. Let's say mimi leo nikifungua kampuni kama kampuni hii Tanzania, basi nitahitaji watu wafanye kazi. Muda wa kushikilia simu au vitu kama hivyo wa kufanya hakuna. Watafanya kazi masaa 8 tofauti na watu wengine, lakini masaa 8 yenyewe yatakuwa ni extremely. That means kwamba mtakulipa vile ambavyo umefanya kazi. Sasa mtu kama huyu ukimwendeleza kwa staili kama hiyo, anakuambia ni utumwa. Lakini watu kama huko kuna sorry kwa kukatiza, nilikuwa nimepata deal moja ya rafiki yangu mmoja, yuko anatokea Sweden, akawa ameniambia nimtafutie kijana afanye kazi Tanzania. So wakati natafuta vijana, kuna mmoja nilimpata wa kwanza, aliposikia kiwango cha pesa anacholipwa na anafanyia kazi nyumbani, akasema I can do it. Ambacho hakujua ni kwamba kuna software ambayo inawekwa kwenye kompyuta yake
ambayo itamlazimisha yale masaa 8 kwa siku ayafanye, akamilishe. That guy ameshindwa kufanya ameshindwa yale maisha ndani ya wiki 2 za kwanza. Kwa nini nyinyi mnaweza? Mbona umeenda huko umeweza? Unajua, kwanza kabisa mimi nilikuwa niko tayari kubadilika, ni kitu ambacho nilitamani pia kufanya. Unajua, mimi kitu ambacho nilikuwa natamani kukiona ni kwamba anabadilisha mfumo maisha mzima, kuanzia hii system ya kuweza kuishi, kufanya kazi na maisha. Safari kama kipindi cha hivi niko likizo, siruhusi kupigiwa simu yote na mfanyakazi yote au hata mteja yote. Ni kipindi ambacho mapumziko cha kwangu. Similar nikiwa nafanya kazi, basi inabidi niwe nimewekeza nguvu zangu zote. Kwa hiyo they respect my likizo, they respect my salary, everything they respect it. Na mimi ninatakiwa niheshimu kazi yao, nitakiwa niipende, niheshimu kweli kweli. Kwa hiyo ni lazima iwe win-win situation, kwamba wao waweze kuenjoy service ambazo mimi nawapa na wao waweze kulipa kile ninachokihitaji. Kwa hiyo ni lazima ubadilike, maisha yanakubadilisha, sababu mwisho wa siku unakuja, unatakiwa uingia asubuhi kazini, lazima usiku kabisa uwe unajua kabisa mimi to do list yangu ni ABCDD, kwamba najua kesho asubuhi nikiingia ofisini ina ABCDEFG mpaka saa 5 nitakuwa nimefanya kitu fulani, mpaka saa 6 nimefanya kitu fulani. Lakini kwa Watanzania wengi leo hii hawana to do list hiyo, kwamba mtu anaingia ofisini hajui aanzie wapi afanye kitu gani. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo unajua nikifunga kompyuta ndo nitajua nafanya nini. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni changamoto, unajua. Kwa hiyo lazima ukubali kubadilika na ukubali kujifunza. Nimejifunza kwa hao watu na of course na enjoy na jinsi wanavyofanya kazi professional to the highest level. Unajua, everything they provide 100% perfect. Unajua, kitu ambacho hawataka kufanya ni 99%, no, they want 100% perfect. Okay, nani kuna issue ya upweke kwenye jamii ambazo zimejikamilisha too much hivyo. Na upweke nimeambiwa upo Ulaya, kwa maana ya nchi za Uingereza. Nchi nyingi zinazoishi kama wa Marekani zina upweke mkubwa sana kutokana na lifestyle. Huwezi kumtembelea jirani, unakaa mwenyewe tu. Spanish ipoje? Okay, mimi naweza kuzungumza kwa mtazamo wangu mimi binafsi. Upweke upo especially kwa Africa au foreigners wanaokuja hapa Spain. Kwanza kabisa kwa changamoto ya lugha. Changamoto ya lugha inawafanya watu kuwa wapweke, sababu wanashindwa kufanya socialization. Lakini unapokuwa unataka kujifunza lugha, unataka kufahamiana na watu, lazima utoke. Kwa hiyo hawa watu hao hawapendi kukaa ndani actually. Muda mwingi wanaspend outside. Okay. Yani karibia siku nzima wanaspend outside. Na wameweka pia urahisi wa kuweza kujifunza lugha kwa namna moja nyingine. Kuna zile bars zinaitwa exchange bar. Kwa hiyo kuna bar ambayo ni maalum kwa ajili ya watu kwenda kujifunza lugha. Ni bar na kunywa pombe kama kawaida, lakini unajifunza lugha at the same time. Kwa hiyo na watu ambao ni English speakers na wengine ambao ni Spanish speakers. Mna mix up, mnazungumza, unajua lengo ni kutengeneza connections na watu. Lakini pia kuchagua kwa upweke nyumbani ni wewe mwenyewe, sababu kuna program mbalimbali. Kuna meetup, hii ni program ambayo inakukutanisha na watu mbalimbali wa mataifa tofauti tofauti ili kuweza kukutana na kuzungumza. Kwa hiyo watu kuchagua upweke nahisi kwa namna moja nyingine ni uoga, japo of course hicho kitu kipo na tunakiona, lakini kwa mimi ninavyoona ni uoga wa kuweza kutoka nje na kukutana na watu. Kijamii wakiishi wao wanatembeleana. Yeah, of course wanatembeleana, lakini kutembeleana huku sio kwamba kuna kwenye majumba ya watu, hapana. Huku mnakutana nje. Okay. Labda let's say mnachagua mgahawa, mnakutana kwenye mgahawa nje, mnakaa, mnakula, mnaenjoy, mnapiga story, unajua ndio hivyo. Mkitoka mgahawa huu mnaenda sehemu nyingine, mnazunguka. Ile kwenda kutembeleana nyumbani, labda kuwe na special occasion kama hizi Christmas na vitu kama hivyo. Okay. Nani culture shock nyingine uliokutana nayo mbali na hiyo uliotuambia hapo mwanzo ya watu wanalala saa 8 mchana? Hivi vingine ni very positive things about nilipenda actually. Mfano kuna siku zao inaitwa fires, especially kama hapa Valencia. Unajua kila mtu na siku zake na siku zake za mapumziko specifically. Hawa watu wanaheshimu sana siku zao, na ikifika siku ya fires inakuwa ni wiki 3 holidays, ambapo wao wana 3 weeks. 3 weeks, 3 weeks. Waspanyola ni watu wabata sana. Okay. Unakuta whole 3 weeks, unajua ni watu wanaenjoy maisha, unajua watu wanapiga baruti mitaani, vitu vya kawaida, unajua. Okay. Kitu kingine ambacho mimi nimekiona ni kwamba unajua tukiwa Tanzania tumeona baruti zinapigwa mwaka mpya mpaka mwaka mpya.
lakini huko unaweza ukatoka birthday yako ukatoka tu nje ukanunua baruti ukazipiga ukamaliza ukarudi kwa ndani. Ni kitu cha kawaida sana. Okay. Yeah, kwa hiyo kuna vitu ambavyo of course vingi na enjoy na nafurahi, unajua nimetembea baadhi ya maeneo lakini kwa upande wangu mimi hapa hili eneo ni sehemu ambayo ni best to live, unajua. Okay. Niambie historia ya Uislamu kwenye hilo eneo. Ni eneo la Ulaya ambalo lilikuwa mna Gibraltar hapa ambao ni eneo very interesting. Unaifeel hiyo culture ya Kiislamu ambayo ilitawala miaka ya nyuma? Yeah, kuna vitu vingi. Kuna baadhi ya maeneo mpaka sasa hivi yanabakia na majina ya Kiislamu, mfano kama eneo la Madrid, ile neno la Kiislamu. Oh, Madrid. Yeah, Madrid neno la Kiislamu. Tunaita Madrid. Ni Madrid. Ile ni Madrid. Kuna sehemu inaitwa Alicante, neno la Kiislamu pia. Kuna maeneo mengi ya Kiarabu kwa sababu hamna maneno ya Kiislamu. Yeah, sorry. La Kiarabu actually. Yeah. Kuna Alboraya ni neno la Kiarabu. Kwa hiyo hao ni machache lakini ni yako mengi sana, lakini ukitoka hapo pia kuna zile infrastructures, majumba ya Kiislamu ambayo yana mishepo ya Kiislamu, unajua, ya Kiarabu actually. Kuna baadhi ya misikiti ya zamani, kuna baadhi ya makumbusho ambazo let's say pale Madrid kuna makumbusho ambayo ni inazungumzia msikiti wa miaka ya nyuma. Kwa hiyo ni watu ambao wanaheshimu tamaduni za Kiislamu na wamekuwa wakiishi na watu kama hawa kwa muda mrefu sana. Ukienda south of Spain kuna sehemu inaitwa Andalusia, ni kuna asilimia kubwa sana ni Waislamu. Na hapa yenyewe Spain, especially eneo ambapo nipo, Waislamu ni wengi sana. Unaweza na Mspanyola mzungu kabisa lakini ni Muislamu. Ijumaa na kama msikitini mnaswali. Kwa hiyo ni watu ambao wanaheshimiana na watu wameishi kwa utaratibu huu kwa muda mrefu sana. Na ndio maana huwezi kuja kusikia kwamba Spain kuna labda tukio la terrorist limetokea kama hivyo na visemaga kwamba Waislamu wameua. No. Ni watu ambao wameishi kwa muda mrefu kwa upendo, na of course that's why niko very happy to kuishi hapa, sababu nina uhuru kufanya ninachojisikia especially kwa dunia yangu. Uje kukutana na issue ya ubaguzi wote kutokana na hivyo wanakuchukuliaje? Wanakuchukulia ni kwa sababu nikikuangalia ni kama rangi yako kama ya Trevor Noah, ambayo ukija huku kwetu tunakuita mzungu, ukifika huko Okay, ubaguzi kuna baadhi ya maeneo. Ukiwa katika maeneo ya mijini ubaguzi ni ngumu sana kupata. Otherwise unajua muonekano wako, sio rangi, muonekano wako. Unapokuwa pia katika muonekano ambao hueleweki, uchafu na vitu kama hivyo, hata mimi pia naweza kubagua, unajua, to be honest. Lakini unapokuwa katika muonekano ambao ni kuheshimika, hamna mtu atakubagua, unajua. Sababu wao wanachofia muonekano, unaweza kaja na muonekano ambao ni mbovu, ueleweki, bado umeibia kitu, unajua. Sababu hawabagui kwa rangi yako nini, wanaangalia tu usalama wao. Sio rangi. Yeah, kwa hiyo wao wanapomwona mtu katika mavazi ambayo haeleweki, umevaa hood, umefunika uso, umevaa kofia mpaka hapo umejificha, unajua, ueleweki, mtu anakukwepa na barabara na mpanda pili. Okay, watoto wa Kispanish, twende kwenye kodi za watoto wa Kispanish. Tunajua senyorita ukitaka kumtokea inabidi uanzeje, kodi zao vitu gani wanataka, vipi hawapendi. Unajua ukisikia mademu wa Kibongo unajua kabisa ABCD. Mademu wa Kispanyola wakoje? Mimi sintazungumza kwa sana sababu mimi unajua sina experience katika wanawake wa Kispanyola. Mimi nimeoa, unajua niko na mke, kwa hiyo kujua knowledge. Kwani wewe ni CIA? Mbona unajua stories za CIA? Hamna, ni kutokana kwamba sipo sana. Anyway, unaongea kama unaviona. Okay, wao wanachopenda ni kwamba kama wewe unampenda huyu basi ni huyo, unajua. So kwamba ile unataka huku, unataka kule, unajua sisi wa Tanzania tumeamini kwamba mwanamume mmoja lazima uwe na wanawake 20. Wengine 4, 5, mababu zetu Tanzania tunaishi tukiamini kwamba mwanamume mmoja lazima uwe na wanawake wengi sana. Kwa hiyo huko tofauti. Huko unamkuta mtu na mke wake mpaka wanazeeka, wanakuwa ni watu wazima na pengine wanafariki pamoja. Mtu mmoja, unajua, ni katika swala la uaminifu ni wa jamaa wako mbele yetu. Hivyo conspiracy theorist umenishangaza. Unaamini mwanaume anastahili mke mmoja? Mimi naamini katika mwanamume na mwanamke mmoja. Ndugu yangu, mke wangu ana bunduki, kwa hiyo inabidi niamini hivyo.
Okay, no, naelewa hata mimi siwezi kuoa mke zaidi ya mmoja, but naona kabisa biologically, psychologically mwanaume, wazee wetu nawaelewa kwa nini walikuwa na wake wengi. Namuelewa Mfalme Suleiman. Mimi hapa binafsi naamini katika mke mmoja. Unajua, mimi ni Muislamu, naamini katika Muhammad na Allah, lakini kwenye swala la wake wengi hapana. Mimi kwangu ni mtazamo tofauti, unajua, kwa sababu huyu mmoja tayari inatosha. Unajua kwa nini anatosha? Kwa nini unaamini anatosha? Anatosha vile vitu ambavyo mimi navihitaji, nilivyokuwa navihitaji, vyote ambavyo navihitaji yeye anavyo. Kwa hiyo sidhani kama kuna haja ya kuwa na wanawake 10 au 20. Okay, sawa. Je, kwa yule ambaye hana ambavyo anavihitaji vyote? Ni namna kuweza, unajua, tukizungumza, mimi sio mkubwa sana kwenye masuala ya ndoa, ila katika masuala ya ndoa ni namna gani ya kuweza kuvumiliana na kurekebishana, unajua, kuwekana sawa katika swala zima la mahusiano. Kama yeye hicho kitu ambacho wewe unahitaji hana, basi mkae mzungumze na kueleka sawa. Mwisho siku unaweza kashangaa akawa nacho. Sasa hivi vitu vingi vinapatikana ndani ya muda, unajua, umetaka lips inaenda China, umewekea lips. I'm just joking on it. Oh, yeah. Yeah, either things can be learned and people wanaweza kawa, unajua, mkaelewana, sababu unaamini mke mmoja anaweza akakutosheleza. Okay, kweli Ulaya imekuathiri kaka. Sio kulala saa 8 tu. Hamna conspiracy theorist anayeamini vitu official. Kwa sababu hii mke mmoja ni official statement. Kaka, lazima nizungumze hivyo kaka. Uhai hivyo. True story, nakuelewa. Okay, so turudi kwenye conspiracy theory. Umeniambia kuna baadhi ya matukio ambayo unaamini hawa watu wana njama. Hawa watu wana watoto, hawa watu wana ndugu, hawa watu wanapumua kama sisi, hawa watu wana mifumo. Unahisi kwa nini wanafanya haya mambo? Labda ni muhimu kufanya, kwa mfano hiyo control. Nilikuwa naongea na DJ Smaba kuhusiana na population control, kwamba ukipewa knowledge ya kwa nini watu wanataka kupunguza watu duniani, hata wewe unaweza ukaelewa. Kwa nini mnahisi hawa watu wana njama tu? Wana njama mbaya, wakati ni binadamu wenzetu. Binadamu kwanza tumeumbwa na tabia ya selfishness. Yaani leo hii nikikupa keki bwana brother, nikwambie ukate keki hii tugawane watu watatu, moja kwa moja lazima wewe utajikatia kipande ambacho kikubwa zaidi ya wenzio. Na sio wewe, hata mimi pia ukinipa nitafanya hivyo hivyo. Kwa hiyo binadamu wote tuna hali ya ubinafsi. Kwa hiyo haya mambo yanayotokea kama alizungumza DJ Sma ni vitu ambavyo ni vimetengenezwa na ubinafsi wa binadamu, kwamba leo hii tunahitaji kuona kwamba resi hii hapa iko kwa asilimia ndogo, resi hii ipo kwa asilimia kubwa, whatever it is, lakini it's all about domination and selfishness, kwamba yupi ni muhimu na yupi si muhimu. Kwa hiyo vitu ni kawaida na sababu kubwa ni hiyo. Okay, unaiona Afrika, kwa sababu tumewahi kuwa juu miaka fulani. Niliongea hapa na sijui kama ulimfuatilia mwanao yule anaitwa Kidau, Mr. Kidau wa Sub-Saharan Israelite. Yule Myahudi Mwafrika. Myahudi Mwafrika. Yeye anatuambia kwamba oya, zamu yetu hao wauni wanapigwa nuclear very soon. Hichi kitu hakiwezekani kwa sisi Afrika. Mimi mtanisamehe, lakini huo ndio uhalisia. Sisi hatuwezi kubadilika, tutabakia hivi miaka nenda miaka rudi, na ni ukweli ambao ni mchungu. Mwisho wa siku lazima tuzungumze, unajua, tuambiane ukweli. Kwa nini tutabaki hivi? Sababu leo hii bwana Madini, ikitokea mimi leo hii nataka niwe kiongozi ambaye nitaleta maendeleo kwenye nchi yangu ya Malawi, wataniua. Sababu nikisema naleta maendeleo, na kwa nini sababu nikisema naleta maendeleo, sababu nikisema naleta maendeleo it means kwamba lazima niweze kujiweka mbali na hawa watu. Ukisema unajiweka mbali na hawa watu, interest zao zinapungua. Interest zao zikipungua, wao ni ngumu kukuacha wewe uendelee kubaki madarakani. Ndio maana leo tunaona Venezuela, Maduro wanafanya juu chini kuweza kumtoa kwenye madaraka, kwa sababu wanahitaji kuona kwamba wanamweka mtu ambaye atakayeruhusu leo hii Marekani aweze kuenjoy maisha. Lakini Maduro mwenyewe ukiondoa Marekani, naye ana matatizo yake. Maduro of course ana matatizo yake binafsi, lakini kitendo cha kusema kumtoa, na uzuri Trump amezungumza juzi. Unajua Trump anazungumzaga, mimi nasemaga ni mpokaji. Juzi amezungumza, amesema lengo kuu ambalo watu mhitaji Maduro katika serikali ni kwa sababu sisi tunahitaji mafuta na yeye anataka kutupa mafuta. Exactly, anahitaji mafuta. Kwani mafuta bure? Kwani ni bure? Leo hii Trump hahitaji win to win situation, Trump anahitaji win to lose situation. Yeye ashinde zaidi kuliko yeye Maduro.
Hicho kitu Hapana, hakipo. unamaanisha nini wakati bei ya mafuta inapangwa kote duniani? Hapana, kitu kilichokuwepo ni kwamba Trump anahitaji mafuta ya bei ya chini, au otherwise asilipe kabisa hela. Hapa hata Kama China anachukua kwa Maduro kwa bei ya chini. no, it doesn't matter, lakini mwisho wa siku Maduro anafaidika. Lakini Ahmed, unafahamu kwamba bei ya bidhaa ya mafuta duniani haiamuliwi na nchi moja. Kwa hiyo na Trump yeye hana kampuni ya mafuta, anacholilia ni makampuni ya Marekani ambao ni wananchi kama wananchi wa kawaida, wanaenda kukutana na wananchi wengine wa Maduro. Unajua, tukijadili haya mambo kwa level ya kumtaja Trump na Maduro, tunatengeneza kama wanaokutana ni wanasiasa, lakini wanaokutana ni watu ambao ni maafisa, maafisa ugavi wa kampuni hii na kampuni hii, na bei wanaokutana na kupatana pale ni bei elekezi ya dunia, according either inapanda na shuka. Sasa ambacho wanasiasa hawataki ni kwamba usiuze kwa China, uza kwetu, kwa sababu ndio viwanda vyetu vingi vina mafuta ambayo kwa sababu Marekani unajua na mafuta mengi kuliko nchi nyingi duniani lakini ni mepesi na viwanda vyake tangu miaka ya 50 vimetengenezwa kwenye mfumo wa kuchukua mafuta mazito ambayo yanatoka Saudi Arabia na Venezuela. Sasa huoni kwamba ni kawaida tu ya binadamu kwamba leo hii ukiwa una chakula alafu majirani zako wote hawana chakula, lazima watakuvamia? Huoni kwamba ni surviving mechanism? Sawa, mimi swali lako nakujibu kwa swali pia. Wewe unafikiri USA alituma makampuni kwenda kuchota mafuta Afghanistan, Iraq na baadhi ya nchi nyingine ambazo ziko Middle East? Ni serikali yenyewe ilichukua mafuta pale. Kwa hiyo yes, Marekani alichukua mafuta kwenye hayo mataifa ya Middle East bila kulipa chochote, bila kutoa chochote. Alichukua mafuta kama yeye. The same thing ambacho anahitaji kufanya ni kwa Venezuela pia. Anataka achukue mafuta bila ya gharama yoyote. Ndio kitu ambacho anahitaji. Kwa hiyo anachotaka kufanya ni kumtoa Maduro, sababu Maduro ni mgumu. Atoke Maduro, aingie kiongozi mwingine ambaye atakuwa ni rais, atakayeweza kukaa na zile policies za Marekani. Kwa hiyo kwa nini Maduro asikae na policy ya Marekani? Sababu kitu ambacho kilichokuwa kwamba Maduro Maduro hawezi kukubali huu mfumo ambao Marekani inampa, sababu asilimia kubwa inaonekana kwamba Marekani ndio anafaidika na hii mafuta. Ni kitu ambacho yeye hataki. Lakini nimekwambia bei za mafuta azipangwe na Marekani. Hapana, Marekani yeye hakai na wewe mezani kwamba bei ya mafuta Marekani anachota. Ndio maana yeye anataka mtu wa Marekani amweke yeye mwingine. Hakuna makampuni la Marekani litakaloingia pale eti mkae mezani mkubaliane bei. Hapana, wao wanachotaka ni kwamba kufaidika wao kwanza. Okay. Saudi Arabia wanafanya biashara ya mafuta na Marekani muda mrefu. Mbona Marekani haijawahi kutaka kuchukua mafuta bure pale? Yeah, hiyo kesi ya Saudi Arabia ni nyingine, sababu Saudi Arabia kwa leo hii tunayoona ipo katika level ambayo ni kubwa ya ulinzi. Ana uwezo leo kanunua ulinzi kutoka Russia au pengine China. Ni nchi ambayo huwezi kujiteresha sababu kiuchumi imejikizi. Kwa hiyo ni lazima Marekani akae naye mezani wazungumze. Lakini kwa mataifa kama Venezuela au mataifa mengine ambayo yapo yana rasilimali kama haya, ni lazima upigike na utoe. Hii bifu yenu na Marekani ilianzia wapi? Mbona kama wametusaidia vitu vingi sana, ndugu conspiracy theorist? Kwa nini mnashutumu sana hao jamaa? Mimi wana Marekani sichukii, ila nachukia tu mambo wanayofanya. Mambo wanayofanya kwa asilimia kubwa sana. Of course we all know who is behind that, unajua. Tunafahamu ni nani ambaye yuko nyuma, lakini mambo wanayofanya kwa namna moja kubwa ni si fair, yanaumiza watu, unajua, yanaacha mataifa mengi katika hali mbaya. Leo hii mataifa mengi tunafahamu yalikuwa na maisha mazuri, lakini panapoingia Marekani au Western yoyote, basi hilo taifa linasambaratika na linakuwa ni kama vile familia ambayo haina mzazi. Na wewe mwenyewe ni shahidi, umeona Libya kilichotokea, umeona Palestina kilichotokea, umeona Yemen kilichotokea, umeona mataifa mengi sana yanatokea, Vietnam, mataifa yote ambayo Marekani anaweka mkono wake, basi lazima kutakuwa na vurugu. Libya the same. Kwa hiyo mimi kile ambacho najaribu kuona ni kwamba it's better msiingilie, yani Marekani usiingilie policies za nchi nyingine, unajua. Lakini usipoingilia tunaona mnachofanyiwa nyie wenyewe, mnachofanyiana hata msipoingiliwa. No, uwezi ukaingilia sovereign country na kuipangia wao waishi vipi. Hicho kitu hakiwezekani. Yaani leo mimi siwezi nikaja kuzungumzia Malawi ifanye vile ambavyo sisi tunataka. Malawi ni nchi ambayo inajitegemea,
watafanya utaratibu wao kwa mambo wanajitegemea wao. Otherwise ikifikia level ambayo kuna makosa ambayo Malawi ifanye, basi Malawi ataitwa na mahakama kuu ya dunia na atakalishwa mezani katika mahakama kuu ya dunia. Lakini unajua Malawi hawana uwezo wa kununua chochote bila kutumia pesa yetu. Kwa hiyo kama wewe unanitegemea mimi, unategemea nisikuambie chochote wakati unanitegemea mimi kusurvive? Sasa ifike kipindi ambacho taifa lolote lijitegemea lenyewe katika kila kitu. Unajua mfumo wa pesa uruhusu, lazima tuwe na pesa moja inayotumika kote mara nyingi, na ndio maana unaona tuhame from dollar to yuan. Yani mfumo tu wa binadamu ulivyo, pesa kwanza ni illusion. Kwanza kabisa turuhusu dunia iwe na multipolar kwanza. Dunia inapokuwa na multipolar, tunakuwa tuna uwezo ku choose which side. Unajua mimi leo hii nitakuwa najaribu kuangalia BRICS currency itakavyokuwa na mafanikio yake kwa upande wa hizi nchi. Kwa hiyo tujaribu kuangalia kama inawezekana kuchange upepo, tubadilishe upepo. Sababu hatuwezi tena kumpatia kitu kile kimoja ambacho kinatumiza. Tuchukue mfano kama China. China inatoa misaada kwa Afrika, lakini mwisho wa siku haingili politics. Haingili politics, lakini uwezo kunipa pesa. It's all about time. Haudhani kwamba hata China naye it's all about time? Umeona nani anaanza kuonyesha mavifaa ya kijeshi, maana yake akitaka kuwa empire atakuja kugundua ili kuwa empire unahitaji uwe na influence ya kisiasa kwenye hizi nchi ambazo unafanya nazo siasa, biashara. Yeah, ni kweli, ila kwa mpaka sasa hivi hatujaona maumivu ambayo China kampa Mwafrika yote. Tukitoa hiyo kuchukua airports na vitu kama hivyo, hatujaona maumivu yote. Hatujaona kama Mchina anakupa hela kwa anasema ukubaliane na masuala ya kihalisi. Hapana. Ni vitu ambavyo ni vidogo sana ambavyo mwisho wa siku naweza nikasema kwa upande huo kidogo inakuwa ni afadhali, lakini unapompa mtu pesa na unamwambia akubali hichi akatae kile, ni ngumu sana kabisa. Mwisho Hemedi, la mwisho kabisa, wewe kama conspiracy theorist ambaye umekaa Ulaya, umewaona wanavyoishi, tumeongea mambo mengi sana, ungeweza kuwashauri nini wa Tanzania kwenye level ya mtu binafsi? Yeah, mimi kitu ambacho tutengeneze kizazi, yani siku moja, yani tuondoe hii idea ya kwamba eti hatutaweza, sisi hatuwezi. Lazima tuweze siku moja. Unahisi nini inabidi tukifanya? Yeah, kitu ambacho mimi ninachokiona, kizazi hichi sasa hivi bado tushapoteza tayari. Kizazi ambacho tunabidi tudili nacho ni hii Gen Alpha, vizazi hivi vya watoto wa 2015. Unajua tutengeneze mfumo wa elimu ambayo leo hii utamsaidia huyu mtoto kuweza kuishi dunia ya miaka 20 mbele. Maana yake tunazungumzia dunia ya 2030 na dunia ya AI. Vitu vingi vinavyohitajika pale kwa elimu ya Tanzania haifanyi kazi. Kwa hiyo tumtengeneze mtoto katika mazingira ambayo leo hii atakuwa ni applicable, atayaweza maisha. Lakini cha muhimu zaidi ni kuweka somo la uzalendo. Kuwepo na somo la uzalendo mashuleni na watoto wafundishwe uzalendo kama somo. Sababu Watanzania wengi hawana uzalendo. Leo hii Mtanzania akienda Marekani basi ni Marekani mweusi. Kaisahau nchi yake. Lakini leo hii ukimchukua Mchina ukimpeleka Marekani atabaki kwa Mchina hata baada ya miaka 1000. Ukimchukua Mchina ukimpeleka Spain hawezi kuwa Mspanyola, atakuwa Mchina baada ya miaka 1000. Lakini sisi hatuna somo la hili, unajua hatuna uzalendo, hatujui uzalendo wetu. Leo hii ukimsimamisha mtu ukimuuliza maswali ya taifa lake hajui, vitu vingi hafahamu. Kwa hiyo kuwe na masomo ya uzalendo, lakini pia historia ya taifa letu iwe rewrite, unajua iandikwe tena kwa mara ya pili, sababu kuna vitu vingi ambavyo tumeandikiwa na Eurocentric view ambavyo kwa uhalisia si kweli, ni vitu vingi ni vya uongo. Unajua ni rahisi sana kumtawala mtu ambaye hajui historia yake. Yeah, sure. Unapompa mtu historia yake akafahamu kabisa kwamba yeye ni nani, ametokea wapi, ni rahisi kujitambua na kuweza kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo somo la uzalendo ni muhimu. Kitu kingine pia watoto wafundishwe money management wakiwa wadogo, ni kitu ambacho ni muhimu sana. Wakiwa wadogo wafundishwe money management. Wanapokuwa wakubwa wasiwe wafujifu wa pesa, unajua. Kwa hiyo this is all about what ambao mimi najaribu tamani kuona wa Tanzania wanaweza kuelewa, sababu hivi vyote ndio vinashikilia maisha yao. Wow. Yeah. Umeongea vizuri sana Hemedi, nisiongeze kitu na nikushukuru sana kwa time yako. Nilikuwa nataka nikuexplore leo
nione vile ambavyo unaenda, na baada ya hapo zijazo sasa itabidi tujikite kwenye moja. Guys, tukutane Jumamosi saa 9 alasiri hadi saa 10 East Africa Radio kwa ajili ya roundup ya hii. Bye bye kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Hii ni Madini.com.